Jonah Kariuki, baba Boniface Kariuki, muuzaji wa barakoa aliyejeruhiwa kwa kupigwa na risasi ya kichwa na polisi wakati wa maandamano, ametapeliwa kiasi cha fedha za Kenya 200,000 na watu wanaodai kuwa ni maafisa wa mamlaka afya jamii SHA. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na msemaji wa familia Emil Wanjiru, matapeli hao walimpigia simu Kariuki wakidai kuwa ni wangemsaidia kulipa gharama za hospitali. Wanjiru alieleza kuwa mtu huyo alijitambulisha kama mfanyakazi wa SHA na kudai kuwa familia inahitaji kusajiliwa kwenye mpango ili kusaidiwa kulipa bili. Matapeli hao walimdanganya Kariuki kuwa anapaswa kutoa kiasi fulani cha fedha ili kufanikisha usajili huo. Kwa bahati mbaya, aliachia taarifa zake binafsi ikiwa ni pamoja na pin ya M-Pesa na wakatumia taarifa hizo kutoa fedha zote kwenye akaunti yake. Akizungumza na Kenyans.co.ke, Kariuki alithibitisha kuwa kweli ametapeliwa kiasi hicho cha fedha, lakini alieleza alikosea wakati wa kutuma pesa. Ni kweli walinitapeli 200,000, lakini ilikuwa ni kwa bahati mbaya. Walikuwa wameomba kiasi cha fedha 20,500 za Kenya, lakini nilikosea nikaingiza 2,500 wakati wa kutuma, aliwaambia waandishi. Kariuki alisema kuwa juhudi za kurejesha fedha hizo hazijazaa matunda kwani matapeli walizima simu zao. Pia alifichua kuwa ujumbe wa M-Pesa ulionyesha muamala ulikwisha kufutwa. Kwa sasa anashirikiana na mamlaka husika kujaribu kurejesha fedha hizo. Amonya wananchi kuwa SHA haisajili kwa malipo yote na usajili unapatikana kwa njia 3: kwa USSD bila internet, kwa njia ya mtandao na pia kwa waajiri walio katika ajira. Aidha, Kariuki alitangaza kuwa familia itaandaa mkutano wa waandishi wa habari nje ya hospitali ya kitaifa ya Kenyatta kutoa taarifa kuhusu hali ya Boniface. Boniface mwenye umri wa miaka 22 amefanyiwa upasuaji mara 2 kuondoa vipande vya risasi kichwani. Alifikishwa katika idara ya dharura ya KNH mnamo saa 9:19 alasiri tarehe 17 Juni akiwa katika hali mahututi baada ya kupigwa risasi wakati wa maandamano. Hii hapa ni SNS Management. Ni mtu alikuwa anasema ati kwa saa ati tukinini hiyo bill ndio ipunguke nitume 20,500, lakini mwenye walienda kuweka akaweka kimakosa ikaenda ikiwa 200,500 hadi. Ni mtu mliongea naye kwa simu na mmefuatilia hii maneno? Nilikuwa naenda kwa Safaricom sikuingia. Nikawa sasa nilikuwa natakikana huku, lakini nimeenda nikachukua OB namba. Sasa nitaenda kwa Safaricom ndio atoe hiyo statement. Ni pesa ngapi umepoteza kwa jumla? 200,500.